Tulikuwa kwa sababu ni mwanasheria, tulikuwa mwanzo wakati tunaanza hapa huwa tunaona inapofika sikukuu kama hizi huwa inaambatana na misamaha. Misamaha, yes, kwa wafungwa. Tuliona pale kuna wafungwa walipatiwa msamaha, sisi tukajaribu kujenga hoja kwa sababu tumeona mtu amekaa jela zaidi ya miaka 25. Tukasema hivi, kuna haja yoyote ya kutungwa sheria kuweza kuwaruhusu wafungwa kukutana kimwili walau mara kadhaa, iwe kwa wiki au hata kwa mwezi. Kuna haja hiyo. Mimi upande wangu niona pandayo hiyo haja. Mama hapa alipinga vikali sana. Akatoa sababu za kibiolojia kati ya jinsia ya kwetu sisi na ya kwao. Na mimi nikasema kama ni hivyo basi sheria itungwe iwe rasmi kwa wanaume kuruhusiwa, wao waendelee kutokuruhusiwa. Binafsi unafikiri panayo haja hiyo ya sheria hiyo? Lakini sasa lazima tuangalie criminology. Falsafa ya jinai ni nini? Ni kwa nini mtu anapelekwa gerezani? Na ni kwa nini mtu anakamatwa na polisi? Falsafa ya kwanza wanasema isudita ni kutuma salamu kwa watu wengine kwamba hili si jambo jema. Kwamba zamani mtu alikuwa akifanya makosa, akikamatwa, anawekwa mbele ya umma, anauawa. Wanatuma message kwenye jamii kwamba sio kitu kizuri. Sasa baada ya kuja kwa haki za binadamu, maana haki za binadamu sio kwamba zilizaliwa, zilikuwa discovered, zilikuwa tangu mwanadamu anaumbwa. Zimekuja kuwa recognized baadaye, lakini zilikuwepo. Kwa hiyo ndio maana unapokuwa na mtoto ukamzaa ukamtupa, utaona polisi wanakuja, lakini ukichukua simu inayo kusumbua ukaitupa, hakuna jambo tunaweza kutokea kwa sababu ya haki za binadamu. Kwa hiyo baadaye zilipokuja haki za binadamu wakasema sasa twende kwenye punishment. Maana ya sasa tunapoweka watu magerezani, maana yake kwanza ni kuwafanya wawe watu bora zaidi. Waweze kuwafanya waweze kujirudi. Sasa pamoja na mambo ya kujutia ni kunyimwa haki hizo za msingi za ndoa. Thank you so much. Sasa uweze kujifunza na kuona kumbe ningepata, kwa sababu kutakuwa na haja gani ya kuwa gerezani sehemu ya mafunzo ikiwa kile unachokitaji utakipata. Usome gazeti, upate TV, upate bando, utoke nje, upate uhuru, uende club urudi. Nadhani ile mantiki ya gereza haitakuwepo, adhabu inaondoka. Kwa hiyo lengo kubwa ni hilo, kuweza kwanza kufanya rehabilitation, kuweza kuwapata watu waweze kujirudi, lakini kutuma ujumbe kwa jamii kwamba makosa ya jinai si mambo mazuri. Thank you so much kwa kuliweka sawa. Yani hapo maana kuna mtu ambaye naomba uniache kimya, sitaki kusikia chochote. Bora umeliweka hili sawa kisheria. At one time. No. Bas, tushamaliza mwanasheria. Binadamu bado ziko nyuma hapo. Zinapigania. Moja kati ya makubaliano ya kitaifa ambayo pia pengine sisi hatujasaini ni Convention Against Torture. Nadhani hatuja-ratify hiyo. Kwa hiyo haki za binadamu pia zimekuja na mambo kama hayo, haki zao za msingi wapewe. Kwa hiyo nadhani sasa wapo kwenye reconciliation, kwenye makubaliano ya kupata consensus kati ya serikali na watu wa haki za binadamu, waweze kuona kipi wanachukua, kipi wanaacha. Huenda ni hatua ambayo huenda huko mbeleni inaweza ikafikiwa. Huko mbeleni huenda ikawa inafikiwa. The Bantu.